review bwana. Tupo kwenye sherehe ya Giant, mke wake anatoka leo, ina maana amemaliza zile 7 akiwa ndani. Sasa hivi ni kwamba mwamba ametoka nje na leo hii ndio sherehe yake. Sema kunao mastaa kibao ambao wameweza kushiriki kwenye sherehe hii na tumeweza kupata nafasi pia kuweza kuzungumza nao japo kwa machache, ili kwamba waweze kuelezea hisia zao kupitia tukio hili la kihistoria ambalo limefanyika leo tarehe 7 mwezi wa pili 2024, ikiwa baki tu wiki moja kufikia siku Valentine Day. Niko na brother mkubwa, tutakwenda kusikiliza yapi alionayo. Habari yako kaka? Mzima? Unaitwa nani? Tabasamu wa kweli. Nani? Tabasamu wa kweli. Tabasamu wa kweli. Naamini sana. Sema mambo umepoa sana. Asante. Na kuona sasa hivi upo kwenye sherehe ya mshikaji Giant, tunatamani kuweza kufahamu na imani umati wa watu unaotazama na unaoshuhudia, hisia zako ni zipi kufuatia tukio hili? Nimepata mwaliko, ila ukiachana na mwaliko, nje na mwaliko ni kwamba yule pale mke wa Giant ni shemeji yangu kabisa. Shemeji yangu sio mbaya kuja kumsupport kwa kuwa Giant kwanza ni mdogo wangu. Before hajamoa mkewe ambaye ni shemeji yangu, alikuwa ni mdogo wangu, tunaheshimiana. Sasa nisingekosa kuja kuitikia wito kwenye tukio lake. Kwa nimekuja kumsupport kama kaka yake, pia kama shemeji yake. Sawa, na imani kwamba kunao mambo mengi sana, na kama ulivyozungumza kwamba mke wa Giant ni mdogo wake na mke wako, na imani pia brother, hapo ni kwamba una experience kubwa kwenye masuala ya ndoa, na sasa hivi Giant ni kwa mara ya kwanza sasa ameingia kwenye ndoa. Unaweza kana kipi cha kuweza kumshauri, lakini pia kumwambia awe makini na vitu gani, labda pengine asipokuwa makini navyo vinaweza kapelekea yeye ndoa yake kuweza kuvunjika kwa haraka? Kitu kikubwa kwenye ndoa bana, hekima. Kitu kikubwa hekima, asiwe mtendaji. Mtendaji kwa maana kwamba awe mtu wa kusikiza sana, asiwe mtu wa kutenda, yani kufanya vitendo kwa hapo. Unaelewa? Before hajafanya tendo lolote lile au action yoyote ile, au kwanza anatulia, na maana awe na hekima. Hekima awe nayo sana. So asipokuwa na hekima bana, wanawake pasua kichwa. Sione mtu anadumu kwenye ndoa hajaye kumbutua mke wake. Mambo mengi kwenye ndoa. So akiwa ni mtu ambaye ni wa moyo wa hasira za ghafla, basi hata ndio kwenye ndoa. Kikubwa ambacho mimi naweza nikamshauri Giant mdogo wangu ajitahidi tu awe na hekima. Hekima ni kitu kikubwa sana kwenye ndoa. Kwa asilimia kubwa mastaa wengi huwa hawaishi na mwanamke mmoja, na imani pia na pengine umekuwa na experience nalo hili swala. Mastaa wengi mara nyingi utajikuta hata akiwa kwenye ndoa lazima atakuwa anachepuka hivi. Kwa upande wako wewe, unaweza kana kipi pia cha kumwambia mtu ambaye ni shemeji yako, mke wa Giant, kikubwa ili kwamba aweze kudumu kwenye ndoa yake akiamini kwamba ameolewa na star? Kitu cha kwanza uvumilivu. Of course Giant ni star, ni mtu ambaye anajulikana, ni dogo ambaye yuko famous. Na mtu kia famous ni mtu ambaye ni wakufuatiliwa na watu wengi sana. Wakujulikana na watu wengi, wakufuatiliwa na watu wengi. So mtu ukiwa ni mtu wakufuatiliwa na watu wengi, ni mtu ambaye unakuwa mke wako ili adumu na wewe, naishi na wewe, atakiwa wewe ni mtu ambaye ana moyo wa uvumilivu. Sawa? Kuna mtu ambaye unaweza ukamuona ametoka na mume wako kafikiri kwamba demu wake au mchepuko wake, sawa? Lakini akawa ni mtu tu wa kawaida, rafiki yake, huenda ni mtu ambaye anashare baadhi ya mambo muhimu, kitu kama hiyo. Kwa hiyo shemeji yangu cha kumshauri ni kwamba kitu kikubwa ambacho anatakiwa awe nacho, wanaume tunahitaji heshima. Awe na heshima na mume wake, na pia awe mvumilivu. Kwenye ndoa bana kuna mambo mengi. Vijana, Giant bado ni kijana mdogo. Kijana handsome, lazima atapendwa na wanawake. Kwa hiyo yale madongo ambayo atakantupiwa na wanawake wenzake, awe tayari kuyavumilia na kupambana naye. Sawa, na imani kwamba kwa wanaume pia kuna mambo mengi ambayo waga tunaona kwa wanawake kwamba hata ikiwa vipi mwanamke mambo hayo lazima akosee. Ni mambo gani kwa namna ulivyotazamia? Mambo ambayo, rudia swali. Mambo ambayo kuna baadhi ya mambo nasema kwamba mwanamke hata ukimwelekeza kuna namna atakuwa anakosea tu, hata kama utamwelekeza vipi. Unahisi kwamba ni mambo gani? Inategemeana na mtu mume ndani ya nyumba yake. Nyumba bana inabebwa na sheria, na kila mwanamume huwa na sheria zake ndani ya nyumba yake. Sheria zangu mimi sio za kwako wewe, sio za yule. Umeelewa? Kwa hiyo inategemeana na yeye na sheria zake. Unajua kila mtu ana kile anachokipenda. Nachokipenda mimi sicho anachokipenda wewe. Sicho anachokipenda mshika kamera. Sawa? Kwa hiyo wanaume wapo tofauti, kuna watu wafupi, wembamba na mioyo ndivyo hivyo tofautiana. Kwa hiyo inategemeana na sheria ambazo atakuwa nazo mume wake ambaye ni Giant. Ila pia Mary ambaye ni mke wa Giant anatakiwa awe mtu wa kuelewa kila anachoshauriwa na mume wake. Ndoa zingine za hapa kambini zinaharibika kwa kiasi kikubwa kutokana na elimu sisi tunazowapa wake zetu. Kitu kimoja ambacho ni mfano hiyo